Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linamshikilia na linaendelea kumhoji mwanamke ambaye anafahamika kwa jina la Loveness Daniel Kisile. Huyu ana umri wa miaka 30 na ni mkazi wa mtaa wa Temeke katika kata ya Mandu wilayani Nyamagana. Mwanamke huyo ameshikiliwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa mume wake, ndugu zake, kuwa ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume ambao walieleza kwamba walikuwa wakitaka fedha kiasi cha shilingi milioni 10 ili wasiweze kumdhuru na kuondoa ujauzito wake. Taarifa ambazo hakika hazikuwa za kweli na zilisababisha kuzuka kwa taharuki kwa mume wake, lakini kwa familia nzima jamii, huku zikisababisha jeshi la polisi kuhangaika usiku kucha likimtafuta mwanamke huyu ambaye alidai kwamba alikuwa ametekwa kwa lengo la kunusuru maisha yake. Awali mwanamke huyo amekuwa akimueleza mume wake kwamba yeye alikuwa ni mjamzito, ujauzito wa watoto mapacha watatu, na mume wake alikuwa akiamini hivyo hadi tukio la utekaji linatokea au linafahamika katika mazingira ya familia na jamii na kwa jeshi la polisi. Tukio hilo limetokea tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu, ambapo ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku huko katika mtaa wa Temeke, kata ya Mandu, wilaya ya Nyamagana, ambapo mtuhumiwa huyo Loveness Daniel Kisile alitoa taarifa hiyo ya uongo kwa kupigia simu mume wake aitwaye Hosea Joel Lusigwa kwamba ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume ambao walikuwa wakitumia usafiri wa pikipiki na gari, na alidai kwamba namba za pikipiki na gari hakuweza kufahamu usajili wake. Alidai kuwa watu hao ambao walimkamata kwa nguvu na kumfunika uso kwa kutumia mfuko wa sulfate usoni ili wasiweze kutambulika kwa wepesi, na kudai kuwa waliondoka naye na kwenda naye sehemu ambayo yeye alikuwa haifahamu. Taarifa hizo ziliripotiwa kituo cha polisi Nyakato, na mume wa mtuhumiwa akidai mke wake ametekwa na watu wasiojulikana, na watekaji hao wamemtaka watumiwe fedha kiasi cha shilingi milioni 10 kama ambavyo nimesema, na kuwa kama wasingetuma pesa hizo basi wangeweza kumchoma madawa au sindano yenye madawa ambayo ingeweza kumtoa mimba baada ya muda mfupi. Baada ya kudai kwamba alikuwa anaambiwa hivyo, nao watekaji alimjulisha mume wake kwa njia ya simu kwamba mume wake afanye haraka aweze kutuma kiasi hicho cha fedha. Hata hivyo, kwa kuwa mwanamume tayari alikuwa amekwisha ripoti taarifa hizo kwa kituo cha polisi, na tayari jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lilikuwa linafanya ufuatiliaji, liliendelea kuweka mtego kuhakikisha kwamba linawakamata watuhumiwa wale wote ambao ilikuwa inadhaniwa kwamba ndio walikuwa wanafanya tukio hilo la utekaji. Baadaye, wakati ufuatiliaji wa tukio hilo unaendelea, ndipo mwanamke huyo huyo mwanamke ambaye anaitwa Loveness Daniel Kisile aliyedai kwamba alikuwa ametekwa aliweza kupatikana akiwa salama na nguo zake akiwa amezichana yeye mwenyewe
uko katika mtaa wa Meko, kata ya Buzuruga, katika wilaya ya Ilemela. Uchunguzi wa jeshi la polisi ulikuwa unaendelea, ulifanikisha kumkamata mwanamke huyu. Baada ya mwanamke huyu kuwa amekamatwa na jeshi la polisi na kuanza kufanyiwa mahojiano, dalili zake baada ya kuwa tunamhoji, ilionekana kwamba taarifa alizokuwa akitoa hazikuwa na uhalisia, kwa sababu alidai kwamba wakati huo tayari ule ujauzito wake ulikuwa umeshaharibika, na akadai kwamba vile vichanga vilivyoondolewa katika tumbo baada ya kuwa vimetoka baada ya kuchomwa sindano tayari vilikuwa vimechukuliwa na wale watuhumiwa ambao walimteka na kutoweka navyo katika mazingira ya kutatanisha, kwenda navyo kula alipokuwa akifaa. Basi baada ya taarifa hizo, jeshi la polisi tukamwangalia, tukajenga mashaka kuhusiana na taarifa hizo ambazo alikuwa akizitoa. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi tulimchukua mwanamke huyo Loveness Daniel Kisile na kwenda kumfanyia uchunguzi katika hospitali ya Sekoture, ambapo baada ya uchunguzi wa kitaalamu iliweza kubainika kwamba taarifa alizokuwa akitoa mwanamke huyo hazikuwa na ukweli wowote, kwani ilionekana kwamba mwanamke huyo hakuwa na ujauzito kama alivyodai. Lakini baada ya kuendelea kumhoji zaidi, mwanamke huyo aliamua kukiri yeye mwenyewe kwa kueleza kwamba taarifa alizotoa kwamba alikuwa ametekwa na watu wasiofahamika waliokuwa wakitumia pikipiki na gari, kwamba taarifa hizo alizikuwa na ukweli wowote. Hivyo alisema taarifa hizo alizotoa zilikuwa za uongo. Aidha, mtuhumiwa baada ya kuwa ametoa taarifa hizo aliweza kufanyiwa mahojiano tena juu ya taarifa za kutekwa kama alivyowapatia wako pamoja na ndugu kwa ujumla. Aliendelea kukanusha kuwa taarifa hizo zilikuwa na ukweli wowote, na alieleza kuwa alifanya hivyo ili kumdanganya mume wake na wakwe zake ili waendelee kumwamini na waweze kutoa mahali nyumbani kwao, na pesa alizokuwa anadai zitumwe alikuwa anazihitaji kwa manufaa yake yeye mwenyewe. Baada ya kumhoji hivyo, mwanamke huyo aliweza kushikiliwa, na kwa sasa tunaendelea kumshikilia katika kituo cha polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Ndugu waandishi wa habari, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa onyo kali kwa wananchi kuacha kutoa taarifa za uongo kuhusu matukio ya uhalifu, hasa yanayohusiana na vitendo vya kihalifu vya utekaji, kudhulumiwa au kufanyiwa ukatili kwa lengo la kuficha ukweli au kujipatia huduma na msaada wa kifedha kutoka kwa watu mbalimbali, kwani matukio hayo yanaleta hofu na taharuki zisizo za msingi kwa jamii. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza hatutasita kuchukua hatua kali kwa mtu yote anayejihusisha na matukio kama